jirani yako, wewe ni cheche ya moto. Wewe ni cheche ya moto. Umekwisha washwa Dar es Salaam. Umekwisha washwa. Lazima uenee kila mahali. Lazima uenee kila mahali. Piga makofi na vigelegele ya shangwe. Nasema ubarikiwe katika jina la Yesu. Ulipogusa kwenye maisha yako, Mungu atakuzidishia kwa jina la Yesu. Amen. Ulichotoa utarudishiwa mara 7 kwa jina la Yesu. Amen. Huo moyo Mungu aendeleze ndani yako. Amen. Haifanyike baraka siku zote za maisha yako. Amen. Kwa kweli mpaka hapa napokea simu kona mbalimbali. Watu wanataka kuja, mpaka wachungaji. Nawaambia jamani, subirini. Maana nataka kila mchungaji anayeungana na Yerusalemu tumjadili kwanza hapa. Haleluya. Kwa sababu nina experience ya vita vya wachungaji na dini. Dini imebeba sana shetani, imebeba ibilisi. Na sisi tumeapa hapa kwamba hatutatengeneza dini. Si ndio Kwa hatutengenezi kikwazo cha mtu, hatutengenezi kuvunja kanisa ya mtu, hatutengenezi kuharibu moyo wa mtu, hatutengenezi kufanya makwazo, lakini tunatengeneza siagi kwa ajili ya watoto wa Mungu. Nisaidie kusema amen. Tunatengeneza faraja kwa watu wa Mungu. Haleluya. Lakini pia wanaotaka kuingia pamoja na sisi hatutazuia. Nisaidie kusema amen. Au nataka mchungaji tuwazuie? Tuwaruhusu waje tu. Lakini tutawajadili kwanza. Haleluya. Kwa hiyo kuna wawili ambao wameomba sana wajiunge pamoja nasi siku chache zinazokuja. Haleluya. Kwa hiyo kwa sababu hiyo, yani mmegusa mioyo ya watu, mpaka kila mtu anakereketwa anataka kuungana na sisi. Ni kwa sababu yako, na ubarikiwe katika jina la Yesu. Pia kuna mama mchungaji wa kwetu nyumbani, ni binamu yangu, mtoto wa dada yangu kabisa. Sijui anaitwaga binamu au ndugu. Mimi sijajua mtoto wa dada anaitwaje. Ni ndugu, si ndio? Sasa tumeomba naye mpaka leo na tutaomba naye pia. Kwa kweli ana majaribu. Unajua sisi ambao tuko mstari wa mbele, unapopiga nyoka ile sumu inakurukia wewe. Unapomchoma simba lazima akutafute wewe uliyemuumiza. Tumeomba juu ya mshirika wetu ambaye alikumbwa na tatizo. Unajua hapa duniani natembea, lakini unaweza kukanyaga mchongoma, unaweza kukanyaga kisiki, unaweza kugongwa na jiwe na ikawa jaribu kubwa kwenye maisha yako. Lakini unapopata wateule wa kuomba pamoja naye, Mungu anakutoa majaribuni. Biblia imesema kwenye kitabu cha Mathayo mlango wa 6, kuna mstari wa 9 nasema, usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu. Kwa tulipokuwa tunaomba baada ya kushikwa kwake na kuhukumiwa. Jamani, kuhukumiwa kijana mdogo, alafu kama una miaka 20, hata kama ni 5, unahukumiwa miaka 30. Kwa hiyo unaenda kutoka ukiwa na miaka 50 na maisha yote yameishia huko gerezani. Ni maumivu. Kwa tumelia pamoja hapa, tumeomboleza pamoja. Mungu akasikia kilio chenu, Mungu akasikia maombi yenu. Miaka 30 kijana ametoka, sasa tunaye kanisani. Hebu tuwakaribishe wamshuhudie Mungu, wamtukuze Mungu. Na wana sadaka ya shukurani ambayo wanataka watoe leo kumshukuru Mungu. Haleluya. Na yeyote ambaye atakuwa amejiandaa kwa ajili ya ushuhuda, baada ya ushuhuda wa watu hawa na kuwasindikiza madhabahuni kwa sadaka ya shukurani, basi tutaunganisha na ushuhuda wa wateule. Haleluya. Basi tumpe Yesu makofi wakati mama na baba wanakuja kumshukuru. Karibu James na mama James, karibuni sana. Karibuni sana kwa siku yao ya ushuhuda. Karibu sana. Mungu ametenda. Yes, bendera ya Yesu imekwisha pepea. Yes, bendera ya ushindi inapepea. Yesu sasa inapepea. Pepea, pepea. Pepea, pepea. Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Asante sana. Karibu sana rafiki yangu. Karibu sana. Yesu asifiwe. Amen.
Nadhani kila mtu ananiona hapa mbele. Nijitambulisha awali. James Richard Chalo kwa majina. Ndio. Tulikuwepo wote kwa kipindi cha nyuma. Ndio. Zebuli hili. Ndio. Lakini mwisho wangu mimi ulikuwa mwezi wa 9 nahisi. Mwezi wa 9 bahati mbaya ndio si binadamu. Misukosuko ndio yetu tumeombiwa. Nilipata na shauku katikati no. Binadamu kwa binadamu si wenyewe. Hatimaye vile ilikuwa imefikishwa mahakama ya Kinondoni. Sababu mazangu mimi soda kama baada ya kuumwa ilikuwa ni matatizo ya kushikiwa jeshi la polisi. Nikafikishwa mahakamani Kinondoni, mahakama ya wilaya. Hatimaye vile lakini katika mahakama waza nilikuwa na zamana mimi nilikuwa na zamana. Zamana nilikuwa natoka nje. Paka kafikia hatua nikahukumiwa. Ilikuwa mwezi wa 9 tarehe 26 nilihukumiwa rasmi. Siku hiyo gari la kwenda gerezani lilikosekana, nikaenda kwa Oysterbay. Lakini baada ya kuhukumiwa mimi nilipigwa kifungo cha maisha. Asante sio naitwa. Pigwa kifungo cha maisha gerezani. Basi gari nikakosa la kwenda gerezani, nikaenda kwa Oysterbay. Oysterbay ni bwana 27 ilikuwa Jumamosi ambayo ilikuwa Ijumaa 26. Jumamosi wala rasmi kwenda gerezani. Nikaenda gereza kuu Konga. Nikakaa lakini nilipoenda kule. Mimi nasema kwamba mimi nimetoka kwanza nashukuru za Mungu. Mimi najua yote sio kwa nguvu zangu, ndio na kwa uwezo wangu au kwa uwezo wa serikali wenyewe ndio walifanya mpaka mimi nikatoka. Bali kwa Roho Mtakatifu. Kwa Roho Mtakatifu wa Mungu. Kwanza nawashukuru. Leo kia jirani yako mwambie yote yawezekana kwa Roho Mtakatifu wa Mungu. Sasa. Amen. Amen. Kwanza nawashukuru kwa Zebuli kwa kuniombea. Najua kila wakati mlikuwa mnaniombea. Amen. Hata hivyo mama yangu mama mchungaji alikuja kule kwa na mke wangu vile. Nilipoona kwa siku nilipomuona alikuwa na mchungaji pale. Sasa nilishtuka. Mpata nguvu. Sema wewe. Na imani kabisa hii kesi nitashinda. Ndio. Lakini vile kikubwa zaidi mimi nilienda ule. Wewe ukienda unakuta wenzako hapo. Unaambia wewe bwana kwenye ulikuwa size gani? Watu kwanza nasali kama Roma, MTG. Kama mimi nasali TG. Wakanichagulia wenzako wapo. Basi nilikuwa nasali nao. Baada ya kusali kuna viona kuna watu wengine wanaenda mahakamani wanaendezwa na kesi zao. Wanaenda mahakama zingine. Nikisema mtendo kwangu mimi kama hii hapa ikivunjika hii mahakama hii nikisonga mbele hivi mimi itakuwaje? Sasa nilichukua na kufanya mimi kila kitu nilichukua kufanya mimi hapo kanisa nilikuwa kabisa kwa Mungu. Unaelewa? Yaani kuanzia 1 mpaka 2. Nikaitisha kwanza rufaa zangu baada kusaini kwanza nini? Kusaini kwa ajili ya rufaa kwenda mahakamani. Unaona? Sasa dokumenti zilikuja kwa mahakama kutoka mahakamani. Kwanza nikaziombea. Arushwa. Kwenda mahakamani. Kuna kitu kinaitwa nini? Summons. Hauwezi kaenda kule bila summons. Lazima waandike. Sasa hii summons ilikuwa inasumbua. Ndio. Summons kila siku mimi nilikuwa naenda mashauri naenda kwa kuulizia summons yangu ya mahakamani na kwa vipi. Sasa baada ikafikia hatua mpaka ndugu wako anakuja pale wameshindwa na wenyewe wanachoka. Sasa kesi walikuwa wanakuja. Hata walikuwa wanakuja pale. Anaanza mahakamani vipi? Na nikamwambia bado lakini nafuatilia. Hatimaye mpaka siku kwanza mimi nileta kwanza na nini ndani. Sikuweza kumaliza mimi tukishazidiwa kwenye shida. Na mpaka na kidogo na nifanya kama kwenye kazi nilikuwa ngumu hata kwenda. Chini hata kunyonya. Sasa kumbe hata kushinda kwangu mimi kwenda kazini Mungu yule alikuwa anatengeza nafasi. Ndio. Na tukaenda kwa admission nichukia mwenyewe. Naenda kwa yule kiongozi asema bwana usina wasiwasi. Wewe nishaiona nenda kesho njoo. Sema arudi kwenda kazini sasa utapata nguvu. Kwenda kazini. Kesho naenda leo. Kwa sikwenda siku hiyo. Asubuhi tunaamka.
nasikia jina naitwa James Richard Chano. Nani? Mimi mwenyewe. Jiandae mahakamani. Unashangaa nini? Mwambie jirani yako milango ikafunguka. Amen. Kajiandaa. Kwenda mahakamani. Sasa cha ajabu kishaenda mahakamani na kuna kitu inaitwa nini? Faili. Na mafaili paka lipande. Kama likishuka faili, yani kazi bure. Narudisha. Na hiyo faili hiyo kupanda kwake inachukua muda, unaweza kuchukua hata miezi hata minne. Lakini sasa mimi nilipoenda nikakuta faili imepanda. Kwa mkono wa Mungu faili linapanda. Hata faili lako la mafanikio yako lilikuwa limewekwa chini na ibilisi, kwa mkono wa Mungu lazima lipande kwa jina la Yesu. Nikakuta faili imepanda. Nisha mashtaka kamuuliza, akaongea mheshimiwa akasema kwamba faili la mtumiwa imeshapanda tena mheshimiwa. Sasa hivi anahitaji kuleta submission. Basi nasema sawa. Mtatibu submission na baba na siku ngapi? Siku 14. 7 natumia mimi na 7 natumia pale wakili wa serikali. Sababu mimi sikuongea mimi kama mmoja wengine kwa wengine. Na mimi kwa Afrika akamwambia tumia maandishi. Ndio kwa wakili wa serikali alikuwa anaandika za mwandishi wangu mimi, sababu katika zile nizangu anamtumia akishaenda anasoma afa anakuja na mjibu. Akishamjibu yuko anaenda tu anamaliza hata ya mwisho lijenga akishamaliza. Sasa hukumu ilikuwa siku ya hukumu. Siku ya hukumu mimi nilikuwa nalala usiku. Nilikuwa semeni mchana. Nilikuwa naomba Mungu sana. Afu siku nilikuwa naomba Mungu kweli. Sababu cha msingi kifika mahakamani nikiingizwa katika chumba cha ukapu. Kwanza naomba kwanza maombi. Ndio. Na nikishaingia katika ule mlango, kabla sijaingia naita jina la Yesu, nataja. Amen. Naomba maombi. Na nikishafika pale, pe Yesu makofi. Jina la Yesu linafungua milango ya gereza na unatoka. Na nikishafika pale, wakiwa wenyewe wanaongea, mimi sitaweza kujali. Mimi nitaganda, nitakuwa naongea yangu mimi moyoni, pia wenyewe kusikia. Basi nikafanya. Basi wakaanza kuulizana pale kwamba bwana, hapa tuna mtu fulani mheshimiwa kwa ishanizoea wewe, mimi nafahamu fika. Lakini kuna mwenzangu mwingine tulikuwa tunaenda naye. Naona kale yake alienda afa kodisho. Ikabidi sasa mwenzangu leo asomewa za judgment. Baada ya kwanza kwangu mimi nikasema waza apokee. Asomewa judgment yake ikapita. Chini. Tutaka mimi. Sasa ndio mtihani. Kusoma kwangu mimi. Baada ya kusoma kwangu mimi nikachiwa huko. Amen. Pe Yesu makofi. Haleluya. Kwa hiyo tunashukuru, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Amen. Kwa kunisaidia. Najua kwamba huko nyinyi mlijua kwamba miaka 30, sio miaka 30. Ilikuwa maisha ndugu yangu. Oh, pole sana. Kwa hiyo mshukuru Mungu kwa yote. maisha. Sio kwa uwezo wa binadamu, najua kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu mwenyewe. Amen. Kwa hiyo tumshukuru Mungu na kikubwa zaidi. Jamani, msikate tamaa. Yaani kila kitu unachokuwa unahitaji katika maisha yako mtegemee Mungu au tanguliza kwanza maombi yako kwa Mungu. Sababu hivi haya yote mnaona mpaka mnatokea inafikia hatua kutokea hapa na kufikia hapa. Sio kama kimchezo. Sababu mimi nilifanya maombi gerezani. Yaani kila kitu nilikuwa na kabisa kwa Mwenyezi Mungu. Yaani kila kitu mpaka afikia hatua ya kupata ushindi. Ni Mungu mwenyewe. Namshukuru Mungu na zaidi na zaidi. Acha Mungu ainuliwe na acha Mungu asifiwe. Pe Yesu makofi na vigelegele. Asante sana rafiki yangu. Hebu tupe siri kidogo kabla hujampa mke wako naye atushuhudie kidogo. Wale walioko ndani kule wakoje na mazingira ya kule ndani? Maana hao watu kuna wengine hapa hawajawahi kuingia kule. Wakaangalia wakasikia. Sasa hivi wanasikia gereza, wanasikia kufungwa, wanasikia wafungwa, wanasikia shida ya kule, lakini hebu wapashe kidogo habari. Vipi huko ndugu yangu? Jamani, asia kwa wale vijana wenzao. Nilikuwa na washauri. Kwanza kimoja ninachotanguliza. Nilikuwa naomba tuishi kwa amani. Amina. Tusiishi maisha ya ajabu ajabu. Yako na kona. Alafu kikubwa zaidi, hata wadada zetu waangalie. Usipende mtu akakuchekea basi kwa na furaha. Akawa mtego. Huyo ni adui kwa wewe. Hatari. Simaanishi kwamba ni kweli, lakini tahadhari. Unaweza kumchekea alafu akarudi nyumbani akasema umembaka. Sababu asilimia kwa watu wa kule. Hiyo ni hatari. Asilimia watu wa kule sio kama kule watu wamefanya. Sababu hebu jiulize,
kwamba mimi hapo ni swala inasifikana kwamba mimi nilifanya nikaenda mahakama ya wilaya nikahukumiwa, si ndio? Lakini nikaenda mahakama za juu, mbona nimetolewa, si mimi? Hebu changanua za kiundani hapo, kuna kitu gani cha maana? Ina maana hapo kuna mtego. Sasa ndio basi sema kwamba hebu angalieni hawa watu kwa ndani, msije mimi kwa. Sasa tunaenda kwa mchungaji kusema maisha ya jela jinsi yalikuwa leo ni maisha magumu. Unaelewa? Maisha magumu, yaani kweli changamoto. Unaelewa? Kwanza masuala ya kula shida. Asubuhi huko ishazoea chai, si ndio? Chai na chapati na mandazi. Lakini kula hakuna. Unachukua uji. Sasa unasikia? Unachukua uji na wewe uji unaweza ukapoa kidogo litone tu la uji. Sasa uji hata kama ukijaziwa bakuli la kunywa sana, pengine usio na sukari. Haina mafuta wala sukari. Sasa tunakuja kwa chakula cha mchana. Hiki chakula cha mchana ni dona. Utakula dona kila siku. Na kula unga wa sembe kwa zaidi ya dona. Unaona? Mboga yako utakula kutumia ni maharage. Haisa mchicha. Lakini usipende yale mazingira huku unapikiwa mkaango usijui vizuri. Mazingira kweli ya kijeshi ya kuchemsha tu maharage. Wanakujua wao. Mpaka katikati hapa waliingia kinzanani za binadamu, waliingia ule na mkuu wa jela mwenyewe na lapio waliingia wakaenda kagua walikataza bisikati yale mapisha, wasema badilisheni mapisha sio tunataka kweli. Kwa hiyo sasa hivi kidogo abadilisha kisha abadilisha ndio jawa na nini naenda kwa safari mkajaribu tena angalieni ni bado ile pe mboga ifai kula kwa mtu kama wewe. Nadhani bwana ni hapo mboga itakupikia mkeo ukichukua kwenye bakuli, ukichukua na kuweka kwenye bakuli, tukitenganisha tukiweka hazifanani. Unajua? Yaani sipo unakula kipindi uko kule kwenye shida. Ukiwepo huko nje hapo sasa na utaweza kula. Tunaenda kwenye malazi ya kulala. Kwenye malazi ya kulala unalala godoro huko kwa na hivi. Umeelewa? Godoro hilo mnalala watu wawili. Mmoja kichwa juu, mmoja kichwa chini. Unajua? Sawa. Ulaya ndani. Kuku anaingia ndani saa 12 au saa 1. Wewe saa 10:30 atakuwa ushaingia ndani kulala. Na amri. Sio kama kusema utajitakia yani amri. Na ukishaingia ndani ule mlango unafungwa nje kuna pigwa kufuli. Unapiga story. Sio kama mnalala mtapiga story saa 10:30 itakuwa saa 11. Wewe umechoka utajiosha utajua hapo. Tayari mpaka saa 3 ukishafika. Utasikia makofi. Mnalala. Hapo hamna kuongea, hamna kukaa. Mnaongea mnalala wote. Saa 3 kamili kimya. Umeelewa? Kishafika kesho asubuhi. Unaenda gengeni. Ukisikia maana genge sio unaenda kuuza bamia au dagaa. Sio kama magenge na seremala, na maanisha seremala. Seremala sio unajua seremala. Kwenda kufanya kazi. Sasa unaenda kupiga landa, kuna kuchonga vitanda, kuna sofa, kuna ngoko za kampuni aina mbalimbali za ulinzi, wenyewe kutii, au FFU, askari kila aina kule kwa anashomesha. Kwa hiyo wewe utakwenda kule unachukua kozi yako unataka wewe kama unafaa unaenda kufanya. Kama utakuwa na elimu ya juu, mwalimu ushasomea, sio mwalimu utaenda kwenye somo ya kufundisha shule. Unaona? Lakini kazi zenu unazozifanya kule sio kama unalipwa, ni kazi ya serikali. Natumikia gereza. Kifungo chako. Tumikia gereza. Kifungo chako utapomaliza unaondoka. Amina. Kikubwa zaidi nacho na nini kitu kingine. Hasira leo punguzeni. Utapogombana mtu usichukue jukumu la kumpiga. Usichukue kitu chochote ukampiga nacho kichwani. Na maanisha hivi ili sijaongea bado. Kuna watu kwa wamefungwa kama kifungo cha kwangu mimi, lakini sio cha kwangu mimi. Wamefungwa leo maisha na adhabu ya juu, kunyongwa. Kwa sababu ya kile alichokifanya. Hao wanaitwa nini? Hao watu tunatenga nao. Hao peke yao sisi peke yetu. Hao wanaitwa kifungo chao kinaitwa cha kondemu. Nguo zao wanavaa kama hizi. Sio za karoti kama za sisi. Wale jamani hatari ukiangalia kwanza wa dhaifu. Anajua kunyongwa kuna wasubiri. Kunyongwa.
No. Kwa hiyo jamani, nilikuwa na wasii, angalieni maisha na maisha. Hata wake zenu nyumbani. Sio kufanya kitu cha hatari. Unainua jembe unamponda mwanamke. Wewe kifungo kinakuja. Ishini kiupendo. Naona ili nini kuepuka matatizo kama hayo. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Hebu mpe Yesu makofi kwa ajili ya mtu wa Mungu. Pole sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Karibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Namshukuru Mungu kwa mambo makubwa aliyonitendea mbele ya madhabahu. Amen. Tulikuwa tukikesha hapa, tukipiga magoti tunakesha. Kipindi cha nyuma tulikuwa jamani tunakesha. Jamani sinakumbuka. Ndio. Yaani mtu uliyelala ukasema siende kwenye mkesha. No. Yaani unajikolostisha mwenyewe. Huu mkesha umefanyika kwa muda mfupi na ukaisha. Lakini kwa kwangu mimi nimefanya kitu kikubwa. Amen. Maana nilikuwa nikija hapa kuna siku moja sitakuja kuisahau. Hiyo siku alikuwepo mimi, tulikuwa kama watu 5 hivi. Umeme ukaja kukatika. Ulivyo katika huo umeme, Heje Plus ndiye alikuwa anaongoza hiyo maombi ya usiku. Akasema sasa mimi naondoka naenda nyumbani. Sawa. Akawa ameondoka wote. Sasa mimi nikasemaje? Sina na hapa nafanyaje? Nalala hapa. Alo, nitokea cheche pale. Yaani hiyo cheche iliyotokea mlango niliukosa. Nitafuta mlango sikuupata. Nikasema, watu waliamka. Mtumishi anakumbuka siku hiyo. Basi nikasema lakini hizi cheche kwangu mimi ni ushindi. Amina. Umeme ulikatika, feni kila kitu kilikatika. Kawa giza. Nikasema hizi cheche hizi haina shida. Huu ni ushindi. Na istoshe hata nilivyokuwa nikienda kule mahakamani naenda gerezani. Nikifika kule yani mimi hivi jaribu hata likiwa ni kubwa yani pana bonge la jaribu usiliogope. Usiliogope. Mwambie jirani yako usiogope jaribu lako. Mwambie usiogope. Amen. Kuogopa yani ukiogopa tayari umempa nafasi yake. Toka alivyokamatwa siku ya kwanza kabisa. Alikamatwa alikutwa ndani anakula ugali. Alikula tonge la kwanza, la pili yule kaka akapiga mlango hodi akaingia akamchukua. Nikamuuliza unaenda wapi? Akaniambia tunaenda Tegeta. Tegeta? Akaniambia wewe si unajua? Nikasema ninajua nini? Aje Plus anamjua yule kijana. Si unamjua yani hivyo. Basi nikasema haya, nendeni sehemu mtakayoenda kokote, mimi niko nyuma yenu. Kweli alikuwa na maaskari wala nini? Akamchukua akaondoka. Wameondoka kule. Mimi nikachukua ule ugali nikaweka kwenye container. Unajua kwenye shida hata kama ukitembea kwa mguu, wewe usione unaonwaje barabarani. Mradi unachokifanya unakijua. Mimi nikaenda mpaka Tegeta. Kwa mguu mpaka Tegeta. Kila kituo nimeenda Tegeta, nikaenda Mtongani, sikumkuta. Nikarudi. Nikasema sasa hapa inafanyaje? Nikarudi nyumbani. Rudi nyumbani aliyewachukua yule kijana nikamwambia baba Atibu, kwani wewe baba Nora mnaenda naye wapi? Akasema tumeenda Mbweni. Nikasema Mbweni sipajui sawa ina shida. Kesho naenda huko. Nilivyoenda nikasema nikaliangalia imeandikwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sijui nini makorokoro kibao. Nilivyoliangalia nikasema hili jengo hili kwa jina la Yesu niko chini yani mimi niko juu ya hili jengo. Basi nikaingia mule nikaongea na maskari. Kabaka. Yaani niko naongea maskari wana kauli ambazo yani wanakutisha ili uogope utetemeke. Ukishatetemeka tu unawapa nafasi maskari. Basi nikaongea nao wakawa wamenitolea zamani. Kitendo cha kumtolea zamani kile kitendo tu. Yule kijana alishambulia mule ndani akawa amevunja mlango. Yaani ametoka kama leo. Kesho tuhesabu kama siku 3 zimepita yule kijana alikuja na kuku akaingia na mlango mzima akavunja mlango akaingia. Na kuku mzima mweupe. Afanya alipofika vile akamchinja. Sijui nini wewe umenifanyia? Wewe umenifanyia kuku yule akamchinja akamlaza pale akamkanyagia. Yule kuku akaanza kuja damu. Unaona hiyo kitu? Nyumbani kwako. Asubuhi saa 11 na dakika 10 ilikuwa tarehe 3 mwezi wa 9 mwaka 2020 ngapi na 24. Umeona 23. Basi sasa mimi nikasema hii damu aliyoimwaga hii. Huyu kitu sawa amelewa. Hivi ukiwa unalewa unaweza ukafanya kitu unasema mimi nimelewa. Tuseme wewe ni mzimu akili zako hazifanye kazi. Unakuwa zinafanya kazi sema tu mtu anasema mimi nimelewa anaenda kufanya kitu. Anajiondoa ufahamu ili aweze kufanya. Aweze kufanya. Yule kile kitu huwezi kumfanyia mtu. Mmoja mlango naingia na kuku mweupe anafanya huko na kipimbo kwenye kwao. Basi alipotoka hapa akachukua suluhu. Akanikimbiza na suluhu. Huyu akakimbia polisi kwenda kutoa taarifa. Alinipiga na suluhu. Akinipiga anaongea
mimi nakupiga wewe, umemtoa mume wako ndani, alafu umemaliza kumtoa ili watu waseme kwamba huyu hajabaki. Sasa nakupiga. Unajua mtoto wangu kaumia, nakupiga. Sasa nikasema hivi, wewe kaka wewe, hii mpini wa sururu unaouinua, hakika Mungu yupo atatenda. Basi mimi nikaenda mbele, tukafanya mambo, tukamaliza, kesi ikaisha. Tena kesi yangu mimi iliishia mahakama ya Kawe. Tukamaliza, wakati kesi inaisha, inakaribia kuisha, huyu akachukuliwa, akapelekwa Kinondoni. Tufupishe kwa sababu ya muda. Amen. Amefikishwa Kinondoni, akawa amewekwa ndani siku hizi 5. Amekaa kule, nikasema hapana, haiwezekani. Kaenda kukata limuoda. Nikakata limuoda, nikamaliza. Hilo jengo, nikasema wewe jengo sikia, kesi bado haijaisha, bado inaendelea. Wewe jengo huko chini ya miguu yako. Yaani tena na wote na mahakimu sijali, hakimu sijui kalani wote huku chini. Basi nikamtoa limuoda, katoka karipoti miaka 2 hii kesi. Miaka 2, kesi sio mchezo. Miaka 2, hukumu imetoka, imemaliza kutoka, anafungwa. Kafungwa, nikasema bado mimi sijachoka. Mungu nitie nguvu. Mungu nitie nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nilikwambia Mungu wangu nitie nguvu. Nitie nguvu, nifunge jeraha nilipojeruhiwa. Na jeruhiwa asubuhi mchana, lakini Mungu licha yote hayo Mungu nikutanisha na watu sahihi. Yote changamoto nimezipita, lakini Mungu alikuwa ananifuta machozi, ananikutanisha na watu sahihi. Nimepata wanasheria, nimepata wakili mwanasheria mzuri, alikuwa anafuatilia kule mahakamani. Wakati mimi nikiendelea na kesi, kuna siku moja huyu bado kashahukumiwa tayari. Kuna siku ndoto nilikuwa naota sana, yani naota sana, namuota huyu kila siku, nilikuwa namuota. Siku nikamuota nimekutana naye pale mlangoni pale. Akaniambia wewe kuna msiba. Nikasema msiba nani amekufa? Akasema nenda kaangalia. Msiba ulikuwa maeneo ya pale mbele. Nikaenda. Kwenda pale nikamkuta mtumishi mmoja tu, mama hapa mtu wa Yerusalemu. Nikasema huyu mama watoto wake ni wanalia. Huyu mama kafunikwa kinanilia. Nikasema huyu mama, na mimi nikaungana nao na mimi nikaanza kulia. Nilipoanza kulia akafufuka yule mama. Akasema wewe, nyinyi mnamlilia nani? Akasema nani kalifunika ili vazi, nani kalifunika? Akajitoa kwenye hilo vazi. Akatoka, akamaliza, akasema akaanza kutukimbiza sasa. Kulikuwa hapo tu wana Yerusalemu. Basi alipotoka pale mimi nikawa nimekimbia. Baadaye huyo mama akaja, akasemaje, akachukua sadaka, alimpa shilingi 20,000. Akaniambia shika hiyo sadaka, nenda katoe kanisani. Kawagaie watu hapo 14. Piga 14 kwa hiyo 20,000. Ukawagaie kiasi, kila mtu achukue sawa sawa. Nilivyotoka kwenye usingizi nikasema hii ni nini? Sawa, haina shida. Nikatoka kwenye usingizi, ilikuwa Jumanne, Jumatano. Nikasema nakuja hapa. Yaani hiyo siku ilikuwa ni ya vita. Nafikiri mnakumbuka hiyo siku. Ilikuwa Jumatano. Nikaja hapa. Nilipokuja nikasema hivi, natoa sadaka ya ukombozi. Nikakomboa hiyo nafsi. Nikasema huyu mtu ninamkomboa na familia yake ninaiombea, na si mwingine, alikuwa ni mama mchungaji. Ndio. Basi baba aliniuliza, alipambana kuniuliza, nikamwambia sisemi huyu mtu nimemuona, sisemi, mbali nakomboa familia yake, nakomboa nafsi yake, ninakomboa kila sehemu, ninakomboa na toa sadaka ya ukombozi. Basi nikarudi nyumbani. Nikarudi nyumbani tena nikaja nikamuota huyu hapa. Nikaota tena, nilikuwa sehemu moja hivi. Hiyo sehemu tulikuwa kwenye maombi, tuna mtumishi wa Mungu. Alikuwa ananena kwa lugha, anaomba. Sasa mimi nikasema usiku ni mimi, ngoja niondoke. Niko kwenye ndoto. Huyu mama akasema usiondoke. Lala. Nikamwambia hapana, naondoka. Nikawa nimeondoka. Sasa ya usiku, yaani niko kwenye ndoto. Wakati niko njiani, nikawa natembea. Nikasikia nafsi na wewe. James kazikwa. Alafu amezikwa kwenye kaburi. Alafu kazikwa yuko hai, hajafa. Nafikiri mami nakumbuka siku ile nilikupigia simu, ilikuwa saa 8 ya usiku. Basi nikasema jamani, kwenye ndoto kabisa. Nikasema ngoja niende. Nilienda na ujasiri kwenye ndoto, nikafika kwenye hilo kaburi. Zilikuwa kaburi hizo 2. Nikasema ni hapa. Sio hapa hawajamweka. Nikaenda, kasema kuna kaburi 2 ziko pale. Nikaenda hapo. Nilivyofika hilo kaburi lilikuwa limejengwa kama jeneza, lakini ni kaburi. Nilimuita Maraizi mara 3. Nilivyomwita, nilitaka Baba Nora alifufuka kaburini, amewekwa bandeji kama mfu. Alivyotoka nikamwambia Maibia, kimbia kwenye kaburi umetoka. Nilipotoka kwenye usingizi, moja kwa moja baba alishawahi kusema, akasema ukinipigia simu nipigia muda wowote masaa 24 mimi niko wazi. Nilipopiga akapokea mama nilivyomuelezea akasema ni ushindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaja kugundua kwamba kumbe watu wa Mungu tunawekwa kaburini bila sisi kujijua. Tunafukiwa, tunazikwa wakati tuko hai kimwili, lakini kwa
na maombi, tusiache kuomba, kwa sababu kuna kipindi nilikuwa tunabadilisha maombi, yani nilikuwa tu nikivunja, nikikata na nikiomba sana. Lakini kuna wakati mwingine nilikuwa naomba kwa kubadilisha maombi. Nimeomba kwa kuvunja, nikaona nilivyoona anakuja na niambia nimekuja lakini naondoka. Yaani anakuja nikasema tumeachiwa watu wao, tumekuja kutembea. Lakini tunarudi, kuna siku amelala kitandani na anambia huku ni kuzuri. Yaani kule gerezani ni shida, huku ni kuzuri sana. Lakini mimi naondoka narudi gerezani. Sasa alipokuja kama mara 4 hivi, nikabadilisha maombi. Nilikuwa nikivunja, nikaanza kumtoa kabla, nikasema hiyo madhabahu yoyote alikowekwa akachinjiwa. Napiga nikasambaratisha. Nilipomaliza kusambaratisha ndio kuona ile ndoto ikaja tena, ndio nikamfufua kutoka wafu. Akafufuka, akaondoka. Nikasema hivi, huyu aliyekuwa amefufuka ndio mwenyewe, huyu aliyetoka kaburi ndio mwenyewe. Yule ambaye nilikuwa naye alikuwa kaziko, sasa hivi ndio kafufuka. Na akitoka tena kaishakuwa mzima na yaani nilivyomtoa kaburini, wasiwasi wote uliisha. Nikabaki kusema hivi, huyu tayari yuko huru. Muda wote nilikuwa najua tu atatoka. Muda wote, saa yote, majira yoyote nilikuwa najua kwamba atatoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Alafu kile kingine kwenye mapito yangu yote ni Mungu, mkono wa Mungu nimeuona, namshukuru sana Mungu. Amina. Nilikuwa nikienda mahakamani nakuta anafungwa na nilini, najua pingwe. Pingwa anafunga huko anatembea. Kwa hiyo mimi naingia mule na tumbo langu, na waangalia maaskari, naangalia chini. Nikiangalia zile pingu najua nasemaje? Pingu katika. Jina la Yesu. Navunja kwa jina. Yaani nilikuwa nikiomba ninavunja zile pingu. Nikienda kule gerezani lile vazi la nini. Nilikuwa ninamvua na mwacha. Nilikuwa namvua, nasema ile vazi na hizo namba zilizochorwa zote nazitoa, namvua hilo na nili, yaani namvua nambakisha uchi kabisa. Narudi nyumbani. Kwa hiyo nikawa nimeona kwamba ndani ya moyo wangu au ndani ya maombi yangu nikaona kabisa mlango iko wazi. Neno la Mungu na libarikiwe, lishukuriwe. Na washukuru sana mkono mmoja wenu endelee kudumu. Lakini hayo madhabahu sijui nitayafanyia nini. Sina ya chakula. Yatosha, mtukuze Mungu. Kwa sababu nishawahi kumwambia Mungu kama nilikuja kwenye mkesha, nilikuwa na kanyaga hapa niko mguu mitupu, sibai yako na kanyaga na tunaomba. Inakuwaje nikija kutukuza wewe Mungu nibai viatu? Na nitakapokuja kukutukuza Mungu, kukushukuru kwa matendo makuu ulionitendea, vile mimi nitakuja kwa miguu yangu kabisa. Nitakanyaga kama hivi nilivyokanyaga. Hii ni nadhiri nilitoa kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kingine cha mwisho kabisa mama. Sasa yani kwenye mapito yangu nimeshuka sana na mkono, yani nimeshuka sana. Mama, naomba ukae hapa ukamtukuza Mungu. Kae hapa, kuna zawadi yako. Ni zawadi yako baba mchungaji, aiombee kwanza, itakase kwa damu ya mwana kondoo. Zawadi ya mama Vera, hii zawadi mama huyu alifika sana kwa kwamba ni wiki wangu wa kiroho au dada wangu wa kiroho au mama yangu, kwa sababu mama alikuwa kule kijijini. Sikuona kama kila mama, niliona nina mama kabisa. Amen. Baba, asante kwa sababu ya zawadi ya mwanao. Asante kwa kumgusa moyo wake kwa ajili ya rafiki yake. Bariki katika jina la Yesu. Amen. Sasa Yesu, makofi na vigelegele ya shangwe. Amempata rafiki aliyemshika mkono. Yesu, makofi na vigelegele ya shangwe. Amemzawadi rafiki yake aliyemshika mkono katika majanga, katika mambo magumu, katika mambo mazito. Simama hapo, geukie upande huu ili tupate kuomba pamoja. Tusimame kanisa, tuombe kwa ajili ya watu hao na kwa ajili ya janga lililowapata. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa sababu ni wewe umetenda mapito ya mwanadamu kama neno lako linavyosema. Mapito ya mwenye haki ni mengi, mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini utamwepusha na yoyote, lakini utamponya na yoyote. Asante kwa mapito ya familia hii. Asante kwa majanga yaliyowapata. Asante kwa nguvu ambazo zimekuwa juu yao. Ile neema ambayo imewasaidia kutoka gerezani. Ile neema iliyowasaidia mama kuvumilia kukaa mwenyewe mpaka alipojaliwa bila mume wake, mpaka alipopitia katika majaribu ya uzazi bila mume wake. Hakika hiyo neema iendelee kwa juu yao, iendelee kuwafanikisha. Na nena pia sasa milango mbele yao kufunguka, milango ya mafanikio.
milango ya baraka. Naita kazi ya heshima kwa ajili ya mwanaume huyu katika jina la Yesu Kristo. Naita kazi ya heshima na ya baraka. Sasa mwanaume huyu aingie kwenye baraka zake katika jina la Yesu. Na neema katika hii ndoa iendelee. Mafanikio katika hii ndoa iendelee. Baraka katika hii ndoa iendelee. Wamekuwa pamoja katika hali ngumu, na waendelee kuwa pamoja katika hali ya furaha na katika hali ya raha na katika hali ya kumtukuza Mungu. Baba, ninawabariki watoto wako kwa Kristo Yesu Masihi nimeomba. Basi tuimbe wimbo wa tenzi za rohoni wakati tunatoa sadaka nao, sadaka ya shukurani. Wakati tunaweka sadaka zetu za shukurani, tumeandaa kikapu kwa ajili ya sadaka za shukurani. Tuimbe wimbo wa 117. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ushuhuda tunao na tunaishi nao. Haleluya. Amen. Mimi ndo Bastiboni wa Yesu, John Fabiano Mfoi, AJ+. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Namshukuru sana Mungu kwa ajili ya matendo makuu anayozidi kunitendea kila siku. Nisiwe muongo, leo nina furaha sana kwa kuona watu tumefika wengi. Japo asubuhi kwa na mvua sana. Mungu amenitendea sana kupitia madhabahu ya Jerusalem. Amina. Na nashukuru sana kile ambacho ninakifanya kwenye msiba kimezalisha vingi sana. Nashukuru Mungu kwa dada zangu wale pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Walipanda gari na mchungaji wakati anakuja sana sana kutoka msibani siku ile usiku. Na wameamua kuja kupanda gari la kwenda mbinguni kwa pamoja. Karibuni sana. Kwa ambacho nimekitenda kimekuwa ni kila mtu anatamani afike aungane na sisi. Na namshukuru Mungu pia kwa AJ+ Security. Nisiwe muongo, nimepokea simu nyingi sana kutoka kwa watu madhabahuni hapa. Nyingi sana. Zikiwa tunamtukuza Mungu kwa sababu ya maombi ya hapa ndani. Amen. Namshukuru sana Mungu kwa ajili hiyo. Leo ninasema ya kwamba Mungu aliyenitendea, wakati ananitendea na wakati kabla hajanitendea, huyu binti huyu aloka hapa. Simama tu hapo nje, unaweza kuwashuhudia. Simama tu hapo nje mkono wake. Hebu simama mama apungie mkono. Binti naye pia katika watu wa mashahidi sasa walomjua John alipokuwa mkorofi na mlevi, anafahamu. Yeye alifahamu maana alikuwa anakaa mtaa sana, lakini leo ameona Mungu amemtendea, ameamua kuja kuungana na sisi. Amen. Kipindi kile ambacho Mama Alvin alikuwa anaanza kujifunza keki pale Cake City, kipindi hicho tulikuwa tunaenda kumwacha Alvin sehemu aliyokuwa anakaa na yeye hapo. Kwa ananifahamu nilipokuwa naenda kama bodaboda, ananijua vizuri. Kwa hiyo amemuona Mungu wa madhabahu hii. Nashukuru Mungu kwa sababu mama mchungaji alisema. Mchungaji amesema wewe ni wa hapa. Utafanikiwa ukiwa hapa. Mpe Yesu makofi. Mwambie jirani yako wewe ni wa hapa na utafanikiwa hapa kwa jina la Yesu. Mwambie kwa sauti tena wewe ni wa hapa na utafanikiwa hapa. Amen. Nashukuru sana Mungu kwa ajili ya maombi ya madhabahu ya Jerusalem. Mungu ikinipa kibali kila wakati. Amen. Yaani mpaka leo nikamwambia leo ni siku ya ibada, naombeni msinipe kazi, nitaifanya Jumatatu. Neema zimekuwa ni nyingi, namshukuru Mungu kwenye usafi na kwenye ulinzi. Nisiwe muongo. Hadi ulinzi sasa hivi, hadi usafi naanza kupasahau, naanza kupenda ulinzi zaidi. Nimeona juzi Bwana akinitendea katikati ya tuseme ni Mwenge pale. Bwana akitembea. Niliposhuka tu pale, afande akanipigia saluti. Kwanza nitamani nicheke afu nikasikia kujibu. Ila lakini nikajikuta tu nimenyoosha mikono. Niliyekuwa nao wanakumbuka, naona hawapo wale vijana. Kujibu action ya sasa mimi afande kashapiga saluti, mimi nikafanya kitu. Sasa baadaye ndo akaniambia mimi nilivyoona hiyo Tanzania nikajua ni kiongozi, kumbe ile Tanzania huko ina maana nyingine. Nisiwe muongo. Na namba nikachukua kwamba huyu jamaa siku nyingine nitamkaribisha ndogo. Namshukuru Mungu kwa sababu pia ule msafara ulikuwa ni msafara mkubwa. Wakati tunafanya ule msafara tulikutana na watu wengine. Paka jeshi tuliambia ikae pembeni. Jeshi likakaa pembeni. Na vinara vyao wakakaa pembeni. Ni kibali cha kimungu, sio nguvu zetu. Kwenye madhabahu kuna neema ambayo watu wengi wanatamani waipate, ila wanachelewa kwa sababu wao wanajichelewesha mioyoni. Achilia nafsi yako kwenye madhabahu, mwachie Mungu shida zako hapa yako kutendea. Tulikuwa pamoja nikiomba kibali cha ulinzi, nilikuwa pamoja nikiomba kampuni yangu, tulikuwa pamoja na tutaendelea kuwa pamoja. Na naamini kama Mungu amenitendea mimi na yeye kwa anakutendea. Amina. Naona Mungu kwenye kazi na nitaendelea kufanya kazi kwa viwango vya juu kwa sababu nina Mungu asiyeshindwa. Mungu wangu anatenda. AJ+ Security imeinuka na kuangaza, maana nuru ya Bwana imekwisha kuizukia. Imeanzia madhabahuni, itaendelea madhabahuni na haitotoka madhabahuni. Mpe Yesu makofi na vigelegele ya shangwe. Na wewe ukainuke katika jina la Yesu. Kama Mungu amemtendea John,
atakutendea na wewe katika jina la Yesu. Weka mkono wako kifuani, mwambie Yesu, nitendee na mimi. Yesu, nitendee kama unawatendea wengine, kama umemtendea John, nitendee na mimi. Hiyo kampuni yako na iinuke kwa jina la Yesu. Hiyo biashara yako na iinuke kwa jina la Yesu. Hiyo kazi yako na ibarikiwe katika jina la Yesu. Hitaji lako upokee katika jina la Yesu. Na ukafanyike siku moja ushuhuda kama alivyoshuhudia John katika jina la Yesu. Kuna mtu mwingine ili tumalize? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi nina ushuhuda mmoja tu. Ndio. Namshukuru Mungu kwa kweli, maana amekuwa mwaminifu. Ndio. Siku ya jana tulikuwa na Angel. Tumetoka hapa saa 2 asubuhi, tumetoka kwa Mama Bella saa 2 na dakika kama 24. Ndio. Tumeelekea Oyster Bay. Tunamshukuru Mungu tumefika salama na tukafika saa 3 kamili. Maana alitakiwa aingie kwenye interview saa 3 kamili. Namshukuru Mungu tukafika salama. Ndio. Tukarudi. Wakati tunarudi tumefika roundabout ya Kawe. Asa ile anaingia nizunguke barabara ninyooshe, kumbe kuna semi ambaye amenikaribia na nikikanyaga breki nazama kwenye tairi za gari. Lakini ninachomshukuru Mungu, nikajikuta nimepita pembeni ya lile semi, nikajikuta nimeenda kupita mbele yake na nikapokea barabara. Ilikuwa salama. Mwambie jirani yako, na wewe uwe salama kwa jina la Yesu. Mkono wa Mungu anayewaongoza watu na kuwalinda ikulinde na wewe kwa jina la Yesu. Amen. Yani ilikuwa ngumu kwa kweli. Yani na tunamshukuru Mungu kwa sababu tulikuwa tunazungumza maneno ya kumtukuza Mungu. Kwa hiyo katikati ya ile safari Mungu akaonekana. Amen. Kwa kweli Mungu ashukuriwe, maana amefanya. Atukuzwe Mungu kwa ajili ya matendo makuu. Haleluya. Awe wa mwisho jamani, maana huu muda yani umebakiza dakika chache sana ya madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe, kanisa la Mungu. Amina. Mtumishi amenikumbusha mbali sana jamani. Kwanza ningependa kumshukuru Mungu kwa siku ya jana, nilikuwa na interview 2. Ndio. Namshukuru sana Mungu, maana popote ambapo nilikanyaga niliona mkono wa Mungu, niliona kibali cha namna ya juu. Na ushuhuda ambao nilisahau kusema madhabahu hii ni kwamba namshukuru Mungu kwa kunipa kibali cha namna ya ajabu. Niliweza kuwa nominated, kuteuliwa na kikundi cha sanaa cha Gospel Tanzania. Kiswahili nominated maana yake nini ili tujue wengine wa Bongo? Kuchaguliwa. Kuna tuzo za waimba gospel hapa Tanzania, wanaitwa Tanzania Gospel Music Awards. Waliweza kuteua wimbo wangu Haniachi, ambao ni wimbo ambao ndo wa mwisho kutoa. Sasa kwa nini hata hujatuwekea ojemeni? Na sisi tusikie Haniachi. Haleluya. Amen. Kwa ajili ya muda naomba niahidi kwamba Jumapili ijayo niweze kuperform. Wangapi watakuwepo Jumapili alafu tusikie Haniachi? Kwa hiyo ilikuwa ni kitu ambacho sijaamini, maana mimi niliamini tuzo kama hizo ni za waimbaji wakubwa ambao tayari wanasikika. Hata nilipoenda kwenye interview jana kwenye TV, Habari Maalum TV, walikuwa wananiuliza kwani ilikuwaje? Yaani wewe umeingiaje pale? Unajua uliingia na walikuwa wanachukulia ile kirahisi, lakini baada ya kusikia pia niliteuliwa na hilo jukwaa, kila mtu alishangaa, na kiukweli naweza kusema kwamba ni Mungu ndo amefanya. Ushuhuda wangu wa pili, namshukuru Mungu kwa kutuepusha jana kwenye ajali mbaya. Yaani ilikuwa ni ajali mbaya sana, maana ilikuwa tugongwe na lile semi trailer, lakini sijui ilikuwaje tukao upande wa pili. Yaani kiukweli namshukuru Mungu kwa ulinzi ambao sio wa kawaida. Ndugu yangu, ungekuwepo kwenye wajibajaji jana na ukaona semi trailer ilivyokuja, ni kitu ambacho kwa macho ya kawaida hamna mtu ambaye angeweza kusalimika. Maana upande huu kulikuwa na ukuta, upande huu semi-trailer imetunyokea kabisa moja kwa moja. Kwa hiyo na nyuma kuna gari, mbele ni roundabout. Yaani ni mahali ambapo wangetusagia tu pale pale kwenye ukuta, lakini Mungu wa Jerusalem alikuwa pamoja na sisi na hatujaumia na bado tutaishi. Amen. Amen. Jirani yako, Mungu wa Jerusalem awe pamoja na wewe kwa jina la Yesu. Naendelee kuishi katika jina la Yesu. Tujiandae kwa ajili ya Jumapili kusikia Haniachi. Maana wana wa Jerusalem wanaingia kwenye ngazi, kwenye upeo, kwenye viwango vya juu.
Na wewe uingie kwenye ngazi, kwenye upeo, na kiwango chako kiwe juu katika jina la Yesu. Amen. Basi tuingie kwenye neno la Mungu, tufunike macho, tusikie neno la Mungu. Naleta kwako neno la faraja, neno la kukutia moyo, neno la kukuinua na kukusaidia usonge mbele. Mungu alimwambia Elia, inuka ule, ili kwamba upate kusafiri, maana mwendo wako ni mbali, safari yako ni mbali. Kuna mengi ninayoyaona mbele ya wateule, kuna magumu mengine, lakini kwa maombi na kwa maneno haya ya Mungu itakufariji na itakuinua na utapenya na utatoka salama. Hakuna atakayepotea hata mmoja. Yesu aliomba kwenye Mathayo 17, kwenye Yohana 17, ameomba kuwaombea watakatifu walioko pamoja naye na wale watakao kuja baada yao, manake sisi. Hayo maombi ya Yesu tunayakumbatia katika jina la Yesu. Baba, asante kwa sababu hayo maombi kwa watoto wako inakuwa ni amina na kweli. Iwatie nguvu, wasonge na wafanikiwe. Hata kama adui ameandaa kuwapepeta kama vile mpepeta ngano apepetavyo ngano, lakini umewaombea. Ukamwambia Petro, nimekuombea imani yako isitindike, na utakapookoka uwatie nguvu ndugu zako. Neno hili liwatie nguvu, liwainue na kuwategemeza, ili wapate kufanikiwa katika yote watakayofanya duniani. Katika jina la Kristo Yesu tumeomba. Nisaidie kusema amen. Fungua kitabu cha Ayubu 21:1 mpaka 2. Ayubu 21 mstari wa kwanza na mstari wa pili. Linasema, ndipo Ayubu akajibu na kusema, yasikize sasa maneno yangu, jambo hili na liwe faraja yenu. Jina la Bwana libarikiwe. Kila mtu anajua Ayubu katika Biblia ya kwamba ni mtu amepitia majaribu kuliko mwanadamu wa kawaida, kuliko nyakati za binadamu. Mwanaume alikuwa kweli ameoa, akazaa watoto, tena watoto 7. Kawa na watumishi, kawa na ng'ombe, kawa na ngamia, kawa na mashamba, store imejaa. Ni tajiri aliyejulikana, alafu ni mchungaji wa wakati wake. Ni nabii anayejulikana katika lile taifa. Lakini ghafla jaribu likasimama mbele yake. Biblia inasema upepo ukaja, ukaangusha lile jengo ambalo lilikuwepo na ibada ya watoto wake. Maana alikuwa na tabia kila mwaka lazima akusanye familia yote, iwaabudu Mungu na watoe sadaka. Akisema moyoni mwake, amkini kuna mtoto kati ya hawa ambaye ameteleza akatenda dhambi, iwe ni wakati wake mwafaka wa kutubu na kuungama dhambi zake, alafu ndio waanze maisha ya mwaka mwingine. Kwa hiyo hasira ya ibilisi kwa sababu ya mpango wa yule mtumishi wa Mungu ikawaka. Yeye ambaye anakukasirikia hata wewe, hapendi ufanikiwe, hapendi uoe, hapendi uzae, hapendi ufanikiwe, hapendi uwe tajiri, hapendi. Na ndio maana anaandaa kila kitu mbele yako. Usione majaribu. James, usione hilo jaribu lilopitia ndugu yangu. Shetani hakupendi. Hapendi umeoa mwanamke wa namna hii shujaa kama huyu. Hapendi umezaa mtoto. Hapendi unafanya kazi, hapendi uwe na hela. Na hata wewe unayopitia janga lolote ulilopitia katika maisha yako, adui hapendi. Kwa hiyo Ayubu kaingia kwenye hayo majaribu. Kaingia kwenye hiyo shida, moto ukalipuka. Wakaldayo wakatokea, wakaoa watumishi. Akabakiza mmoja tu akupeleka taarifa kwa Ayubu. Wakasomba ngamia wote wa Ayubu. Ilikuwa janga. Mwisho baada ya kuteketea mali zote na vitu vyote alivyo navyo, Shetani akaangukia na mwili wa Ayubu, kampiga kwa majipu. Mwisho kabisa mtu ambaye angemfariji kwa neno la faraja, mke wake, mama mchungaji, badala kumfariji mchungaji na kumkuna majipu ambaye afikii huku mgongoni, alikuja akamwangalia akamwambia, mume wangu, bado unasema Mungu 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 wa Israeli, na hali hii hatuna watoto, hatuna chakula, hatuna watumishi, hakuna chochote, kila kitu kimeisha na mwili wako umeoza. Kilichobaki kwako si afadhali tu kufuru ili ufe? Ni nini sasa kimebaki? Jaribu limekuwa juu kwa yule mama, hakuna tena tumaini. Amekwisha kufika mwisho. Amelia, amefika mwisho. Amemsaidia, amefika mwisho. Ametafuta madawa, amefika mwisho. Ametafuta marafiki, kumbe wale marafiki nao wanakuja kumsomea. Wanamwangalia jaribu la mchungaji. Wanamuuliza mchungaji, wewe si mwana wa Mungu? Mbona haya anakupata? Au yamkini kuna sehemu umetenda dhambi? Utuambie ili tukachukue mwana kondoo tuje tutoe sadaka ya dhambi zako. Sasa Ayubu akiangalia nyuma, mbona sijatenda dhambi? Na hataki kutoa sadaka ya uongo, maana Mungu afurahii kafara ya mpumbavu. Unajua ukitoa sadaka ya uongo ni kama kafara ya mpumbavu.
Mungu afurahi, anafunika sikio lake asisikie hiyo kelele. Anasema hivyo kwenye maandiko. Kwa hiyo Ayubu anaangalia nyuma. Mbona sijatenda dhambi? Haya yamenipata kwa sababu ya uaminifu wangu. Haya yamekupata kwa sababu ya uaminifu wako. Majaribu yanakupata kwa sababu ya uaminifu wako. Kwa sababu ya kumpiga adui yako, ndio maana anakutafuta. Amen. Nisaidie kusema amen. Amen. Adui yako apigwe katika jina la Yesu. Amen. Hata akikutafuta apigwe kwa jina la Yesu. Amen. Lakini Ayubu ndani ya majaribu hayo, ndani ya shida hiyo, ndani ya taabu, bado ananena maneno ya faraja mbele ya rafiki zake na mbele ya familia yake. Na mimi leo familia ya Yerusalemu nasema Mungu awafariji katika jina la Yesu. Amen. Na wote mnaopitia majaribu, wote mnaopitia shida, wote mnaopitia taabu, wote mnaopitia mateso, wote mnaopitia magonjwa, Mungu ni faraja yenu katika jina la Yesu. Amen. Awatulize mioyo yenu, awainue mkasonge mbele, mkafanikiwe ng'ambo ya pili katika jina la Yesu. Amen. Hebu tufungue tena Zaburi 119, anza kusoma mstari wa 49 mpaka 50. 49 na 50. Zaburi 119. Zaburi 119, soma mstari wa 49 na wa 50. Kitabu cha Zaburi mlango wa 119 mstari wa 49 na wa 50. Nitasoma kwa jina la Yesu. Amen. Likumbuke neno ulilomwambia mtumishi wako. Kumbuka neno hili ambalo umesema na mtumishi wako, Kwa sababu umenitumainisha. maana umenena maneno ya kunipa tumaini. Hii ndiyo faraja yangu katika taabu yangu. Hii ndio inayonifariji ndani ya taabu ninayopitia. Ya kwamba ahadi yako imenihuisha. Ya kwamba nimeponywa, nimehuishwa, nimetakaswa, nimeshindishwa, nimebarikiwa na ahadi za Mungu. Haleluya. Nataka nikuambie kwa neno hili la faraja, Mungu ameahidi vitu vingi sana vizuri kwa watakatifu. Haleluya. Ameahidi unapopita katika bonde la uvuli wa mauti, usiogope mabaya kama alivyosema Daudi. Haleluya. Ameahidi baada ya majaribu milango itafunguka ya kutoka kwenye jaribu. Hata kama unateseka, hata kama una madeni, hata kama una shida, hata kama una tabu, hata kama una ugonjwa, hata kama una mateso, hata kama unanyanyaswa, hata kama unatukanwa, lakini ghafla mlango utafunguka, utatoka kwenye taabu yako katika jina la Yesu. Amen. Hiyo ndio neno letu la faraja, kwamba hatutadumu katika mateso. Amen. Hata Mungu alisema na Ufunuo wa Yohana, ikaandikwa waziwazi ya kwamba tazama, shetani atawaingiza wengine wenu katika mateso na kuwapepeta kama vile ngano, mpepeta ngano anavyopepeta ngano, na mtapata mateso siku 10. Lakini nakwambia baada ya siku 10 utatoka kama dhahabu iliyong'aa katika jina la Yesu. Amen. Kwa hiyo usiogope, tumaini lako, faraja yako ni maneno ya tumaini Mungu alilo. Ni siku 10 tu ndio mateso ya mteule, lakini baada ya siku hizo unatoka umeng'aa kama dhahabu. Ndipo utakapomulika kwenye kazi yako, ndipo utakapomulika kwenye biashara yako, ndipo utakapomulika kwenye huduma yako, ndipo utakapomulika kwenye familia yako, na ghafla utaona njia ya mafanikio yako ikiwa wazi mbele yako, wala hakuna lango lolote lilofunguliwa mbele yako litakalofungwa. Maana aliyefungua hakuna awezaye kufunga. Kwa mkono wenye nguvu bahari ilifunguka, na wana wa Israeli wakapona. Hivyo kwa mkono wa Mungu mwenye nguvu milango mbele yako imefunguka, wala hakuna atakayeweza kufunga mpaka utakapoingia kwenye baraka zako. Piga kelele, sema amen. Amen. Jirani yako mpe high five, mwambie mlango wangu umefunguka. Maana jifariji katika neno hilo. Ana amesema tazama mbele yako kuna mlango umefunguka, wala hakuna awezaye kufunga. Haleluya. Na hiyo ndio faraja yetu, kwamba kwa Mungu yote yawezekana. Amen. Na yote yawezekana kwa yeye yaaminie. Haleluya. Amen. Hebu soma Matendo ya Mitume 9:30-31. Matendo ya Mitume mlango wa 9 mstari wa 30 na 31. Tusikie neno lingine la faraja katika Matendo ya Mitume mlango wa 9, Matendo ya Mitume mlango wa 9 30 na 31. mstari wa 30 hadi 31. Ndio. Nitasoma kwa jina la Yesu. Amen. Lakini ndugu waliopata habari wakamchukua mpaka Kaisaria. Lakini ndugu waliopata habari ya mateso ya mitume, mateso ya kanisa, mateso ya taabu, mateso ya mtume Paulo, mateso ya watakatifu, Yesu kwa Yesu kuna mafanikio, Yesu kuna mafanikio na uzima, Yesu kuna uzima na ushindi, Yesu kuna mafanikio, Yesu kuna mafanikio, Yesu kuna pesa, Yesu kuna pesa na utajiri, Yesu kuna utajiri na ushindi, Yesu
tunashinda mauti, tunashinda mauti na kifo, tunashinda magonjwa, tunashinda magonjwa, tunashinda mizimu, tunashinda mizimu. Ruka useme nashinda, 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 nashinda. Ruka sema nimeshinda, 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 nimeshinda. Sijakuona, sijakuona, sijakuona. Nimeshinda, 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 nimeshinda. Nimeshinda, 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 nimeshinda. Nimeshinda, 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 nimeshinda. Nimeshinda, 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 nimeshinda. Wale jirani yako umeshinda, umeshinda, umeshinda. Umeshinda, umeshinda, umeshinda. Umeshinda, umeshinda, umeshinda. Umeshinda, umeshinda. Hallelujah. Sasa tumeshinda kwa jina la Yesu. Tumeshinda mauti kwa jina la Yesu. Tumeshinda kifo kwa jina la Yesu. Tumeshinda majaribu kwa jina la Yesu. Tumeshinda wachawi kwa jina la Yesu. Tumeshinda wanga kwa jina la Yesu. Tumeshinda washirikina kwa jina la Yesu. Tumeshinda kesi kwa jina la Yesu. Tumeshinda hukumu kwa jina la Yesu. Tumeshinda upinzani kwa jina la Yesu. Kwa jirani yako nimeshinda, nimeshinda, nimeshinda. Nika macho yako. Baba, asante kwa sababu ya mwili wako uliotolewa kwa ajili yetu. Yeyote atakayesimama katika madhabahu akichukua, atembee katika viungo vyako, atembee katika mwili wako, wewe utembee ndani yake. Maana umesema nitakuwa ndani yao. Kwa ishara hii Mungu ukatembee ndani ya watu hawa, ukatende miujiza ndani yao. Yesu, ulitenda miujiza wewe mwenyewe. Ulinyosha mikono mbele ya yule mgaresini, majini yakatoka. Ulinyosha mkono juu ya yule mama aliyepindana miaka 18, akatoka kwenye kibiongo. Na hata yule binti aliponyosha mkono wake kugusa vazi lako, upindo wa vazi lako, msiba wake uliondoka. Ulinyosha mkono mbele ya yule mtoto, yule mjane aliyekufa na akatoka mautini. Ulinena kwa sauti, Lazaro toka kaburini, na akatoka kaburini. Hakika wewe ni mtenda miujiza. Yeyote atakayechukua kipande hiki cha mkate, akimega kipande hiki, tembea ndani yake na miujiza itendeke katika jina la Yesu Kristo. Na yeyote atakayeinua kikombe hiki mbele zako akinywa, tiririka ndani yake. Ondolea mbali magonjwa, ondolea mbali mateso, ondolea mbali huzuni, ondolea mbali kilio, ondolea mbali fadhaha, ondolea mbali mauti na kifo katika jina la Yesu. Baba, nimebariki mkate huu na nimebariki kinywaji hiki. Watoto wako watakapokula na kunywa, wafanyike baraka, wafanyike na neema katika jina la Kristo Yesu tumeomba. Kanisa lote tuseme amen. Amen. Basi tutakuja kwa mstari, kila mmoja utachukua mkate unaweka mdomo, na utachukua kinywaji utakunywa. Mashemasi wetu, watumishi wa Mungu, watakuwa wanasimama mbele yenu, na wao wataanza kwanza. Ninyi mtaanza kama watumishi wa Mungu kiongozwa na mzee wa kanisa kuchukua mkate, unachukua na kinywaji. Ukishamaliza unasimama hapo sasa kushika hiyo karai. Watoto wa Mungu wote watakuwa wanakuja. Umesema umetolewa kama neema duniani, unaweza kupokea. Baba pamoja naye tena miujiza, fanya mambo makubwa. Hata maadui nao waona wakikaa kikao kwa ajili yako. Maadui nao waona wakijadili jina lake. Ninavunja kila kitu kinachojadiliwa, akifarakanisha na kiharibu kwa jina la Yesu. Na nena mbele zako kama mtumishi wako, wasambaratike, waondoke, wanyamaze kimya katika jina la Yesu. Baraka zake ambatane nazo, baraka zake ambatane nazo. Kamwinue kamtie nguvu, ambebe huduma hii sasa ulivyomuita, akutumikie katika roho na kweli. Baraka zake zikajulikane na mataifa. Maana mbariki na kumnyoshia mkono, amekwisha barikiwa. Asante Yesu, maana umetenda katika jina la Yesu Kristo. Tuendelee kuabudu wakati tunakuja madhabahuni. Reisa karababa. Baba, asante kwa mjakazi wako. Simama pamoja naye. Huduma uliyoweka ndani yake, muujiza itendeke, maajabu yatendeke kwa jina la Yesu. Mambo makubwa yanapaswa kutendeka katika mikono yake katika jina la Yesu. Akawainue wengi, akawalele wengi, akatunze wengi. Akatukuzwe katika maisha yake katika jina la Yesu. Endelea kumshukuru Mungu, endelea kumshukuru Mungu. Baba, simama na mtumishi wako kwa jina la Yesu Kristo. Maono yake, huduma yake, mtu wake kwa jina la Yesu. Baraka zako ziambatane naye. Kama ulivyoita mitume na manabii, ndivyo ulivyowaita na nyakati za mwisho. Ili ukabarikiwe na kutukuka katika maisha yake katika jina la Yesu Kristo. Baba, simama na mjakazi wako. Tembea pamoja
itendeke. Majaribu yoyote yaliyosimama mbele yako na yanataka kusimama mbele yako, yanataka kuleta majanga, yanataka kuleta hasara, yapigwe, yasambaratishwe, yaondolewe katika jina la Yesu. Nimebariki kazi ya mikono yako. Chochote utakachogusa kwa mikono hii ifanikiwe na ibarikiwe katika jina la Yesu. Ukawahimili wa familia yako na ukawavute wengi waje kwa Yesu kwa sababu ya ushuhuda wako katika jina la Yesu Kristo. Endelea kumshukuru Mungu wakati unaenda kukaa. Endelea kumshukuru Mungu kimwabudu Mungu. Raya Sakatana. Umeweka kama nguzo katikati ya familia yako. Nenda ukawategemeze, nenda ukawainue, nenda ukawafariji, nenda ukawatie nguvu, ukajenge familia yenu katika jina la Yesu. Na neema ya Mungu iliyo juu yako ikawafae wengi katika jina la Yesu. Fanikiwe katika jina la Yesu. Barikiwe katika jina la Yesu. Na wengi wanaokuja kwa hila kwa sura ya kike au sura ya kiume wapigwe kwa jina la Yesu. Ukafanikiwe katika jina la Yesu. Raya Saka akuombea mkwe katika kimo kimpendeza Mungu na wanadamu. Baraka zako ziambatane nawe kutoka utoto wako hata utu uzima katika jina la Yesu. Nataka kubariki katika maisha yako, akuinue, akupoze, akufungue katika kila aina ya kifungo kinachokuandama kwa jina la Yesu. Giza liondoke kwa jina la Yesu. Naondoa giza linakuachia katika maisha yako na kwa ndugu na kwa jamaa na kwa marafiki katika jina la Yesu wa mzima. Katika jina la Yesu wa mzima, kwa jina la Yesu weka katika afya na mafanikio katika jina la Yesu. Roho yako safi, nyota yako iendelee kung'aa. Wanaoinyemelea katika ulimwengu wa roho wapigwe kwa jina la Yesu. Nyota yako ikang'ae, ukawe nyota katika familia katika jina la Yesu. Na kwa mkono wako utawasimamisha wengi. Uwe mkongojo wa babu yako, uwe mkongojo wa babu yako. Nenda ukawe ukuta wa kuzunguka kwa jina lako. Ulinzi wa Mungu utakaopitia kwako utawalinda wengi. Nyota yako ikawe nyota yako, hakuna atakayeigusa maisha yako yote katika jina la Yesu Kristo. Roho yako sakarababa katika jina la Yesu. Hata huyu anayesimama akitaka kuvuruga kazi yako, akitaka kuharibu kazi yako, apigwe, apigwe, apigwe kwa jina la Yesu Kristo. Milango yote ya adui inayopitia kuharibu kazi yako ifungwe kuanzia sasa. Na milango ya mafanikio, milango ya baraka imefunguliwa mbele yako. Na chochote utakachopokea katika mikono yako ikaingie katika makusudi unaokusudia kuifanyia. Na ionekane ya kwamba umebarikiwa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Iko ya damu sayara baba katika jina la Yesu Kristo. Neema ya Mungu iliyo juu yako ikakufanya wewe na familia yako. Na ukawe njia ya wengi kuokoka, ya wengi kubarikiwa, ya wengi kuinuliwa. Na familia yako ikakutegemea sasa. Mabaraka Mungu ameweka mikononi mwako. Bariki mikono yako. Chochote utakachokishika wewe kimebarikiwa katika jina la Yesu. Ika na masakara baba katika jina la Yesu. Wewe ni chemichemi ya baraka katika familia yako. Nawe ni taa inayong'aa katika familia yako. Nenda ukamulike hata kwa wazazi wako. Mulika kila kona. Ambapo giza ipo. Ukawe taa ya kuwamulikia wengi waje kwa Mungu. Ukawe mama wa mataifa mengi. Katika jina la Yesu Kristo. Nimebariki uzao wako. Na kile kinachozuia uzao wako kuwa wako, achilie kuanzia sasa. Umebarikiwa katika jina la Yesu. Nenda ukawe mama au ukafurahie maisha yako. Ukafurahie na uzao wako. Katika jina la Yesu Kristo. Baba, asante kwa sababu ya mwanaume huyu. Baada ya kumshindia sasa milango imefunguka mbele yake. Baba, mafanikio, milango ya baraka au ushindi katika familia. Nenda kamuunganishe na mke wake kama nguzo. Na familia yote waone mafanikio kupitia kwao. Familia yote ishuke, wanyenyekee, wajue kwamba ni wewe Mungu umeamua kuwabariki. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Iko yana masakara baba. Iko seketelele. Katika jina la Yesu Kristo. 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 Fire! Katika jina la Yesu Kristo. Nakata hiyo kamba ya mizimu, kamba ya kuzimu, kamba ya laana, kamba ya mizimu kwa jina la Yesu. Nakata kila kamba iliyorushwa kwako kama ni jambo kukuvuta penda kwenye mauti kwa jina la Yesu. Napiga, naondoa mauti, naondoa kifo, naondoa laana, naondoa mizimu kwa jina la Yesu. Nasema ondoka, nasema yeyuka, nasema toweka, nasema hama. Kazi za ibilisi, kazi za shetani, kuzimu na laana, roho zote za mizimu, inuka pale Yesu, inuka pale Yesu, inuka
Yesu, yeyuka kwa damu ya Yesu, yeyuka kwa damu ya Yesu, yeyuka kwa damu ya Yesu. Rasakatalaba, rapapapapa, rapapapapa, rapapapapa. Ndio mizimu, ndio mizimu, mizimu ya ukoo, mizimu ya ukoo, kwa jina la Yesu, mizimu ya ndugu, mizimu ya jamaa, mizimu ya marafiki, mizimu ya kuzaa baba, mizimu ya kuzaa mama, kwa jina la Yesu, iliyomtesa mama, iliyomtesa baba, yote iondoke kwa jina la Yesu. Ndio mkalisha madhabahu, ndio mkalisha madhabahu. Iko saka talaba, boribo sete, baba baba, takao na yeye plana mzee wa kanisa. Wekeni mikono juu ya mama huyu. Endeleni kuzungumza juu ya mizimu. Nimeona mizimu kutoka kwenye familia yao. Mizimu kacha. Mama kacha. Saka talaba. Nusa kila mahali, nusa kila mahali. Nusa kila mama kusa. Nusa chumba. Nusa chumba. Nusa chumba. Kwa jina la Yesu. Afungue. Aweke huru. Aweke huru. Aweke huru. Aweke huru. Mungu ndiye mchagua mwanaume. Kuanzia sasa anza kustep mpaka kwenye macho yake katika jina la Yesu. Asimame pamoja naye, ajenge familia na kumtukuza Mungu katika maisha yake kwa jina la Yesu. Nimenena baraka, nimenena mafanikio. Kila utakachokigusa kwa mikono yako imebarikiwa. Nenda kama na baraka katika jina la Yesu. Hata familia yako atakuichia wakitaka kutoka kwako katika jina la Yesu. Hii nyota iliyokuwa imefunikwa inaanza kuangaza kama jua la asubuhi linapoanza kutoka. Nasema ikang'ae kuanzia sasa. Hiyo nyota ikang'ae kuanzia sasa. Ikamulike njia yako, ikamulike mafanikio yako, ikamulike familia yako, ikamulike uzao wako katika jina la Yesu. Iko yata la kusaka. Rapa papa yata katika jina la Yesu. Nyota ukang'ae. Ila utakachogusa katika mikono yako umebarikiwa katika jina la Yesu. Eni maadui mlioko mnatafuta maisha haya, maadui mnaotafuta roho yake, maadui mnaozunguka nyuma ya nyumba, mkingoja akosee kitu chochote ili muingilie, mvamie, mfanyie vibaya, leo nimewakamata, leo nimewashika katika jina la Yesu. Roho hii ni roho ya Mungu, mwili wake ni mwili wa mtoto wa Mungu, ni hekalu la Mungu. Laita moto, laita moto, laita moto. Mwana nani wakuletea? Baba wakuletea saba. Anatumalika kama pepo. Anatumisha Mungu kama mwali wa moto. Natembea kutoka utosi. Bwana mwali wa Mungu. Kuondolewa mbali mapepo, mashetani, giza, balaa, mikosi, mateso kwa jina la Yesu. Na baraka zake zikamrudi kwake kwa jina la Yesu. Baraka zake zikarudi kwake kwa jina la Yesu. Baraka zake zikarudi kwake kwa jina la Yesu. Baraka zake zikarudi kwake kwa jina la Yesu. Umeshikilia na kuachia. Na kuachia. Nawasha moto, nawasha moto, nawasha moto. Nawasha moto, 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 uteketae, waungue moto, waungue moto, waungue moto, waungue moto, waungue moto, popote walipo kwenye maisha haya, na wasaka, na wasearch, na wasearch, na wasearch, popote walipo, na wakamata, na wakamata, na wakamata, na wakamata, kamata, kamata, kwa mkono wa malaika, kwa mkono wa malaika, kwa mkono wa malaika, kwa mkono wa mtakatifu, kwa mkono wa mtakatifu, kwa mkono wa mtakatifu, wakamatwe maadui zake, wakamatwe walioficha nyota, walioficha baraka, walioficha uzao, walioficha haki yake, wakamate, wakamate.
jina la Yesu Kristo. Kaanze kufunika katika jina la Yesu Kristo. Nyota yako inang'aa juu ya familia yako yote. Mungu anamulika kupitia kwako. Utukufu wa Mungu unashuka kupitia kwako. Kwa ajili ya familia yote waone njia ya mafanikio. Waone njia ya baraka. Na kipato kimewekwa kwenye mikono yako. Ukainuke sasa usaidie familia. Ukainuke. Chochote kitakachowekwa kwenye mikono hii ikavae maisha yako na maisha ya familia. Katika jina la Yesu. Mungu akafumbue macho yako ya